Banyamulenge, attention ça va? Banyarwanda, attention ça va? Hii vita ilifanya mzuri ikuye, ituoneshe wazi kama Munyamulenge ni Munyarwanda. M23 songa mbele. Mukajiunge na makanika, mubakukubite. Mwezi wengine wanatia mwele mweupe na wengine wanakia pale. Na wengine mwenalala chini pale. Naam, karibu sana ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Karibu tena kwenye habari kwa ufupi kabisa katika jioni ya leo kwa wale ambao wako Marekani, na usiku kabisa kwa wale ambao wako Afrika, wako karibuni kama saa 5 saa 6 hivi ya usiku, lakini wale ambao wako Marekani na maeneo mengine bado wangali mchana wa saa 9 saa 10. Karibu sana kwenye habari zetu ambazo zimetukuta katika jioni ya leo, ambapo ni vigumu sana sisi kuvumilia na kuacha kuituma kwa sababu ni taarifa ambazo watu wengi wanazisubiri na wanataka wajue Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo panaendeleaje. Lakini kabla ya yote, kama ni mara ya kwanza kuingia na channel hii, uweze kusubscribe, like, comment ili taarifa zaidi zitakapokuwa zinaingia uwe wa kwanza kuzipata kwenye channel ya Mteba TV. Karibu sana, karibu sana, karibu sana, karibu sana. Tuna habari zetu nyingi sana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pale ambapo muda huu wa usiku ambao ni tarehe bado kabisa ni tarehe 7 kwenda 8 usiku huu. Ni kwamba habari ni mbaya sana, habari mbaya sana pale kwenye mji wa Bukavu, pale ambapo M23 wameua watu sasa hivi watu 4. Kwa vyombo vyetu na kamera zetu zimeweza kunasa moja kwa moja, na watu wetu ambao tuko nao karibu sana wameweza kututumia taarifa moja kwa moja hapa kwenye channel ya Mteba TV, na sisi tukaona haina budi kuipandisha, inabidi tuipandishe haraka kwa sababu watu wanataka wajue kile ambacho kinachoendelea kwenye mji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu wamekufa, pia wamekuja kuwachukua usiku huo, sijui kwenyewe waliwapeleka, lakini taarifa kwa urefu zaidi siku ya kesho panapokucha tutakuja kuandalia habari ndefu zaidi na ambayo itakuwa nono zaidi, ambayo inayukina kabisa ndani mwake. Lakini kwa yale yote ambayo tutakayokuandalia katika siku ya leo, ni hao watu ambao wameuawa katika usiku huu. Kazi ya M23 sasa hivi ni kuua watu tu, kuua vijana, kuua watu ovyo ovyo. Kama wanakushika wanatembea usiku wanaua, kama au kufanya salongo wanakuua, kama ukitembea ovyo ovyo tu ukiwa na bahati mbaya wanakuua. Ndio hali ambayo ipo sasa hivi Bukavu na Goma na maeneo yote ambayo M23 wanadhibiti. Ni kumbe baada ya kufuatilia taarifa hizi imekuja kuonekana ni hasira, kwa sababu wao sasa hivi wanakufa sana kwenye uwanja wa vita, ambapo walikwenda kujaribu kupambana, wamekufa sana. Tutakuja kuandalia taarifa hiyo kabisa siku ya kesho vizuri, panapo majaliwa, kama tutaamka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Lakini habari kuu katika jioni ya leo na kwa ambao kwa usiku ni kwamba tayari Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ameweka nchi na kukubaliana mikataba yote ya madini na dhahabu zote kwa Marekani. Kwa sababu ameweza kusema kwamba kwa nini Rwanda inaua watu wangu? Kwa nini Rwanda inaua watu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Kwa sababu ya mali yao, kwa sababu ya kila kitu chao pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa nini? Baada ya hapo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ameweza kumfuata bwana Putin, ameweza kumfuata bwana Trump, kumfuata na kuambia nchi zote za wazungu na kuambia watu wangu wanakufa kwa sababu yenu. Nyinyi mmekwenda kula mkataba na huyu jamaa bwana Kagame na watu wake, huku hana hata dhahabu kwenye nchi yake. Anakuja kuiba, anapiga watu wangu, anaua, kisha anakuja kuwauzishia. Kwa nini msiwe na mimi mkataba? Kwa nini tusiweke mikataba sisi wote? Baada ya hapo Marekani imesaini tayari. Marekani imesinye kwa lugha yetu ya kawaida, imesaini au imesinye mkataba huu ambao tayari Felix Antoine Tshisekedi Chilombo peke yake ameruhusu, akasema mimi ninachotaka ni amani kwenye nchi yangu. Kama ni dhahabu ambazo zinazosababisha watu wangu wakufe, Marekani, Ulaya, kujeni mchukue dhahabu. Ninachotaka mimi, tengenezeni barabara, jengeni masomo, chukueni pasenti zenu nyinyi, kwa sababu wakati zilikuwa zinaingia Rwanda, zilikuwa zinaingia Kongo, haibaki hata na kitu. Kongo inazidi kubaki maskini tu. Lakini kwa sasa ikienda moja kwa moja kupitia Marekani, lazima kuna pasenti zitabaki. Kwa hiyo watu wengi sana wameweza kufurahi kitu ambacho Felix Antoine Tshisekedi Chilombo amefanya. Amesema ulinzi unahitajika maeneo yote kuanzia Kongo mzima, Sud Kivu, Nord Kivu, Katanga, fasi zote ambapo kunapatikana dhahabu, au kwa kila mkongomani ambaye anapatikana duniani kote. Mambo hayo yamefanyika. Kagame amelia kwa sababu mahali ambapo alikuwa anachukulia pesa mambo yamekuwa ni magumu.
Kwa hiyo wamechukua hata sasa Bukavu na Goma imekuja kwa kama vile kipande cha Rwanda kwa namna fulani. Kama vile inakuwa ni Rwanda sasa. Wanaweza kufanya usafi, tunataka iwe. Hiyo ni nchi ya watu. Nchi ya watu, hata nguo ya kuazima hata upige pasi nyooke utavaa utarudisha tu. Kwa hiyo ndicho kinachopitikana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba Bukavu, Goma watu wanafanya usafi. Hiyo ni nchi ya watu. Fanyeni usafi baadaye mtaacha. Sasa hivi bwana Felix Tshisekedi, watu wengine wanaweza kusema mbona ni kimya sana? Nimekuja kuona Ufaransa inampa Kagame silaha, Uingereza inampa Kagame silaha, Marekani inampa Kagame silaha ili tu waende kuua watu. Tshisekedi akasema hapana, haiwezekani namna hiyo. Lazima mimi mwenyewe kule na nyinyi mkataba, na hata nile na nyinyi mkataba mkichukua vyote sawa. Kwa sababu wakati Kagame alikuwa anachukua bure na watu wangu wanakufa. Kuliko watu wangu wafe, nipeni ulinzi. Marekani imekubali kutoa ulinzi pale Kongo. Kupeleka silaha, kuweka ulinzi. Marekani yenyewe, unajua Marekani unaifahamu vizuri, inaweka ulinzi. Na ameambia watu wote ambao wako Ulaya, nchi za Canada, wakieni Rwanda vikwazo. Rwanda itakuja kuwa masikini mbaya sana. Kwa sababu hata wale M23 wanakufa sasa hivi, hakuna msaada unaoenda. Watatoa mishahara wapi? Kagame alikuwa anawalipa wale watu maeneo yale. Alikuwa anawalipa kabisa mishahara kwa sababu ni mahali ambao wanaiba. Alafu anawapa mishahara. Sasa hivi ile njia ya kwenda kuuzisha, haruhusiwi kuuzisha dhahabu tena. Marekani haruhusiwi kuuzisha dhahabu. Canada haruhusiwi kuuzisha dhahabu. Ufaransa na Uingereza na Ulaya wote amefungiwa. Hata akiwa na zile dhahabu hana soko tena. Soko Tshisekedi ameichukua. Kwa sababu kama watu wanakufa na dhahabu zinaenda bure, bora dhahabu ziende na watengeneze barabara na mambo mengine pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au DRC. Ndicho kinachohitajika, na tayari mkataba imefanyika tunapoongea hapa. Na ndio maana uliona wazalendo walikaa kimya kwenye uwanja wa vita, walijua kile ambacho kinachoendelea kuliko waingie Bukavu wa uane. Ndio maana waliwaambia mrudie. Ni mchezo mdogo tu. Kagame wamemfungia soko. Ile soko Rais Tshisekedi amesha saini au kusinye moja kwa moja na hizi nchi zote za Ulaya ikiwemo Marekani. Nchi zote zimekuja sasa kumgeukia bwana Kagame na kumwambia wewe hatukuhitaji. Sasa hivi tunamhitaji Tshisekedi kwa sababu ndiye mwenye pesa zake. Kumbe wewe ulikuwa unaiba. Unajua mzungu akiukamata umeiba huwa hanaga na wewe uaminifu hata kidogo. Lakini sio hiyo tu, wakongomani wengi wameweza kulalamika kwenye mitandao ya kijamii. Tukiona Dada No huyu ambaye nimekuja picha yake pale mwanzo. Dada ambaye anaishi Australia. Anaongea kwa uchungu sana na anachambua. Pia na mwingine anaitwa Zobrata wa Lubumbashi. Pia hawa ni watu ambao wamesimama, wameonesha ukweli wao. Na vita hii imeonesha, je, Mnyamulenge ni Mkongomani? Wakati watu wanasema kwamba Mnyamulenge ni Mkongomani na wao wanajisema ni Wakongomani, hakuna vita ya Kinyamulenge. Wao kwenye Kongo pale wangekaa kimya bila kelele, wao hakungekuwa shida yoyote. Lakini wanajua kwamba walikuwa ni wakimbizi, wanataka wachukue nchi ya watu kwa nguvu. Sasa vita inakwenda kuisha, watakaa wapi? Japokuwa Wanyamulenge sio wote. Wanyamulenge wote sio wabaya. Kuna Wanyamulenge wazuri sana, wanaishi na watu vizuri bila tatizo. Tatizo ni Kagame. Ndiye aliyesababisha Wanyamulenge wote waingie kwenye shida. Kagame kwenda kuua watu na kuwapatisha silaha. Kama angewapa silaha, hakungekuwa shida hata moja. Kwa taarifa zetu za jioni ya leo ni za furaha kwa upande wa kila Mkongomani mahali popote ulipo au mahali popote unapotupata kwenye channel ya Muteba TV. Lakini pia ni huzuni kwa Kagame kwa sababu sasa hivi ni hatari. Atakuwa maskini. Nchi ya Rwanda itakuwa maskini kwa sababu ilikuwa inatajirika kwa pesa za Wakongomani kabisa. Kwa hiyo sasa hivi itakuwa maskini. Wale wanajeshi ambao wametuma kule, mishahara itakosekana, watarudi kwa sababu hakuna mwanajeshi atakaa kwenye uwanja wa vita bila kulipwa, bila kula. Walikuwa wanapigana na mabegi za vyakula migongoni. Sasa hivi vyote vinakwenda kukatika. Watakimbia, watatoka Bukavu wenyewe, pia watatoka vile vikundi vyote. Marekani inaingia pale. Taarifa kubwa, Marekani inaingia Goma. Marekani inaingia Bukavu. Marekani inaingia Kongo. Tuone sasa atapigana na Marekani, sababu wale ndio mabosi wake. Kama atapigana na Marekani, aendelee na mapambano, wapigane na Marekani. Kwa Tshisekedi amesema mimi nataka ulinzi tu. Tengenezeni barabara, nchi yangu ipendeze, dhahabu
chimbeni. Tena wao wenyewe ndio watakaokuwa wanakuja na mashini zao, wanachimba, vinaingia kwenye serikali, vinapita kwa njia halali. Njia halali vinakwenda nchi za wazungu. Wakati hata ile soko sisi au wakongomani walikuwa hawana hiyo soko. Ile soko imepatikana sasa. Imetafutwa kwa miaka na miaka. Vita ilianza tangu songa mbele. Mwaka wa 96. Wanatafuta ile soko. Sasa hivi ile soko Tshisekedi ameipata. Kagame amehomba. Kwa sababu nchi itakuwa maskini, hana dhahabu, hana chochote. Nchi itakuwa maskini na wale watu wote wake watarudi manyumbani. Vita imeisha. Niliwaambia vita itaisha. Na hivi vita imeisha kabisa. Na hivi sasa itaisha hivi. Wale wazalendo watapiga pale Bukavu vizuri na wataingia maeneo yote. Tutakuja kuambia taarifa kwa urefu. Hii ni taarifa kwa ufupi tu, tumewadokozea kama vile kudokeza kidogo taarifa za jioni ya leo. Tuliona tusilale hivi tuambie ka taarifa ka jioni haraka ya kwamba Felix Antoine Tshisekedi ameweka masaini, ameweka mkataba mzima yeye na Donald Trump, rais wa Marekani. Dhahabu zote zitakuwa zinapita kisheria. Wanachimba, zinapita kisheria, zinapimwa kisheria, zinaenda kisheria. Kuliko gisi zilikuwa zinaenda tu kwa silaha na raia wote wanakufa, wanamalizika kwenye Goma na maeneo mengine ya Bukavu. Vita imeisha. Lakini haitaisha hivi. Wale Wanyarwanda ambao wako kule, wale wanajeshi warudi, watoke. Channel ya Mtema TV, subscribe, like, comment. Tukutane tena kesho panapo majaliwa. Ciao.